Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni na kusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni. Nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba zilizoko chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka hali ya mvutano imekuwa ikiendelea baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran, na hii inakisiwa kutokana na tukio lililojitokeza katika usiku wa kuamkia siku ya Jumatano, kutokana na sehemu ya mashambulizi ambayo Marekani waliyafanya katika kisiwa cha Kashmir, katika sehemu ya center ya mawasiliano ya jeshi la IRGC, jeshi la nchi ya Iran, kwa maana ya Iran Revolutionary Guard Corps, lakini vile vile kushambulia sehemu ya meli ambayo ilikuwa ikielekea vile vile katika upande wa nchi ya Iran. Jambo ambalo kwa upande mmoja au mwingine lilipelekea nchi ya Iran kufanya mashambulizi pia katika sehemu ya meli ambayo inaonekana iko chini ya kampuni ya Mediterranean Shipping Company, ambayo ilikuwa imebeba bendera ya nchi ya Liberia actually, lakini ni meli ambayo inafungamanishwa zaidi na nchi ya Marekani. Ukiachilia mbali hapo, vile vile waliweza kufanya mashambulizi katika sehemu kama za Kuwait na katika sehemu kama za Bahrain, maana yake kushambulia katika sehemu kama za bezi ambazo zinapatikana pale katika nchi ya Kuwait, lakini vile vile bezi za nchi ya Marekani ambazo zinapatikana katika nchi ya Kuwait. Lakini vivyo kuna mashambulizi yalifanyika katika sehemu ya airport katika nchi ya Kuwait, ambao actually ni sehemu ya miundombinu ya kijamii, lakini imekuwa ikihusishwa na matumizi vile vile ya ndege za nchi ya Marekani, ndege za kijeshi za nchi ya Marekani. Na ushahidi manake ni masaa 24 yaliyopita kuna ndege takriban 3 za Marekani ambazo zinaonekana zilikuwepo katika sehemu ya airport husika ya nchi ya Kuwait. Lakini vile vile kwa mashambulizi ya Irani yalielekezwa pia katika sehemu ya 50th Fleet Base, ile bezi kubwa ya nchi ya Marekani ya upande wa wanamaji inayopatikana katika eneo la Mashariki ya Kati, ambayo actually center yake hasa ni katika nchi ya Bahrain, ambao pia inaonekana kwamba walijaribu kuelekeza sehemu ya mashambulizi yao katika sehemu husika kama ni sehemu ya kulipa kisasi kwa kile ambacho kilifanywa na nchi ya Marekani. Na lengo la kushambulia katika nchi hizi katika upande wa nchi ya Irani hasa imekuwa ikitoa maelezo kwamba sehemu ya mashambulizi yamekuwa yakitokea kutoka katika nchi husika, maana yake katika sehemu ya center za Marekani ambazo zinapatikana katika nchi kama ya Kuwait, katika nchi kama Bahrain, ndio zimekuwa zikifanya mashambulizi wakati mwingine katika nchi ya Iran, na ndio maana inaonekana kwamba imekuwa ni sababu ya nchi ya Iran kuweza kushambulia katika sehemu husika. Sasa hatua hii ni miongoni mwa hatua ambazo tumekuwa tunaziangalia kwa umakini mkubwa sana na tunazichukua katika uzito wa hali ya juu, kwa kuzingatia kwamba hali ya majibizano baina nchi ya Marekani na nchi ya Iran yamekuwa yapo katika hali endelevu. Maana yake si mara ya kwanza kutokea mazingira namna hii, isipokuwa tu kilichokuwa cha tofauti hivi sasa ni kwamba nchi ya Iran wamekuwa wakitekeleza sera yao ya kwamba itakapofanyika mashambulizi ya namna yote ndani ya nchi ya Iran, maana yake nchi ya Iran itashambulia katika senta muhimu za nchi ya Marekani, na ndio maana inaonekana kwamba wamekuwa kitarget katika baadhi ya bezi za Marekani ambazo zinapatikana katika eneo la Mashariki ya Kati. Na hili tunasema tunalichukua katika uzito wa hali ya juu kwa kuzingatia kwamba kushambuliwa kwa bezi ya namna yote ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati maana yake ni muendelezo wa kutekeleza sera ya nchi ya Iran ambayo inakusudia kuhakikisha kwamba eneo la Mashariki ya Kati panakuwa hakuna bezi ya namna yoyote. Kwa hiyo ukiangalia katika muundo kama huo, unaweza ukaona kwamba katika upande wa tactical maneuver, katika upande wa mbinu, Marekani inawezekana akawa na advantage ya kutumia teknolojia aliyokuwa nayo na kuendelea kufanya disturbance ya mara kwa mara katika maeneo tofauti tofauti. Katika siku zilizopita tuliona kwamba waliweza kufanya mashambulizi katika sehemu kama ya Jask katika upande wa kusini mashariki, kusini magharibi mwa nchi ya Iran, lakini vile vile maeneo kama ya bandari ya Abbas ambayo inaonekana kwamba yalipata vile vile kushambuliwa, na tumeona hivi karibuni katika visiwa kama vya Kashmir, katika sehemu ya kisiwa cha Kashmir ambayo ni miongoni mwa visiwa vikubwa vinavyopatikana katika pwani ya nchi ya Iran,
katika upande wa Ghuba ya Uajemi vile vile kushambuliwa na jeshi la Marekani. Kwa hiyo kumekuwa kuna repetition, ile kujirudia kwa mashambulizi madogo madogo ya nchi ya Marekani, ambao lengo lake kubwa inawezekana ikawa linalenga zaidi katika upande wa tactical maneuver, yani katika upande wa mbinu ya aidha kuzigusa sehemu muhimu katika utaratibu ambao ni laini, kwa maana kwamba Marekani na Iran hivi sasa hawapo katika hali ya amani wala hawapo katika hali ya vita. Maana yake wapo katika hali ya kati kwa kati. Katika mazingira namna hiyo, maana yake inawezekana kaonekana kama Marekani akawa anagusa baadhi ya sehemu katika utaratibu ambao hauwezi ukafanya vita ikaripuka, bali badala yake inakuwa ni kama tunasema ni exchanging of fire. Ni ile hali ya wao kujibizana kwamba Iran anarusha na Marekani anarusha, na kisha baadaye panapatikana hali ya utulivu wa siku kadhaa, na kisha mazingira namna hiyo yanakuwa yanaendelea. Lakini hili tunasema kwamba katika upande wa Marekani linaegemea zaidi katika upande wa tactical maneuver, katika upande wa level ya mbinu labda ya kugusa baadhi ya sehemu muhimu za nchi ya Iran. Lakini mashambulizi ya kutoka katika upande wa Iran tunayachukulia katika upande wa strategic level, katika upande wa level ya kimkakati, kwa kuzingatia kwamba miongoni mwa sehemu ambazo zimekuwa zikishambuliwa kwa hivi karibuni, manake hasa ni sehemu ambazo zinakusanya baadhi ya senta muhimu aidha za kiintelijensia au senta ambao zinaruhusu baadhi ya operations za Marekani kufanyika katika eneo la Mashariki ya Kati. Mfano mzuri, takriban kwenye tarehe 31 au 30 ya mwezi wa 5, nchi ya Iran walifanya mashambulizi katika sehemu ya Erbil katika upande wa kaskazini mwa nchi ya Iraq, ambapo ni sehemu ya bezi ya Wakurdi, jamii ya Wakurdi ambao wanakusudia kujitenga kutoka katika nchi Irani. Manake ni watu hasa wanaotoka katika miji kama ya Kurdistan na kuweka bezi zao katika sehemu kama za Erbil, wakikusudia kuweza kujitenga na nchi ya Iran. Lakini matokeo ya shambulizi walilofanya ilikuwa sio tu kuathiri sehemu ya Wakurdi, lakini vile vile kuna taarifa za kufariki kwa baadhi ya wanajeshi wa nchi ya Marekani na baadhi ya wanajeshi wa nchi ya Uingereza kutoka katika eneo la Erbil, which means hii inaonyesha kwamba sehemu ya Erbil ni sehemu ya kimkakati kwa nchi ya Marekani, sio tu kwamba ni sehemu ya bezi ya jamii ya Wakurdi wanaokusudia kujitenga kutoka katika nchi ya Iran. Lakini unavyoshambulia sehemu ya center kama ya Erbil, maana yake ni kwamba athari yake haiishii tu katika upande wa Wakurdi, bali vile vile inaathiri upande wa nchi kama Marekani. Ndio maana pamekuwa kuna ripoti ya wanajeshi kufariki katika sehemu husika. Na ukiachilia mbali hapo, maana yake ni senta muhimu ya intelijensia ya nchi ya Marekani ikisaidiana vivyo na nchi kama ya Uingereza, kuzingatia kwamba katika wale waliofariki alikuwepo vile vile afisa kutoka katika nchi ya Uingereza dhidi ya nchi ya Iran. Kwa unaweza kuona kwamba aina ya mashambulizi ambayo Iran wamekuwa wakishambulia katika baadhi ya maeneo, maana yake ni maeneo ya kimkakati ya nchi ya Marekani, na hii ni kwa kuzingatia ile jiografia ya eneo la Mashariki ya Kati, kwamba Marekani asili yake au nchi yake maana yake haipakani na eneo la Mashariki ya Kati, bali uwepo wake unasapotiwa na zile center ambazo Marekani inakuwepo katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hiyo automatically zile centers zinapokuwa zinaathirika, ina maana kimkakati Marekani anakuwa anaathirika moja kwa moja katika plani yake ya kuwepo katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini vivyo hivyo ukiangalia katika upande wa mashambulizi ya pili yaliyofanyika katika sehemu kama ya Salim Base kule Kuwait na mfano wake, manake ni bezi muhimu za nchi ya Marekani ambazo inaonekana kama mashambulizi yamekuwa yakifanyika. Ukiachilia mbali hapo, katika sehemu kama 50th Fleet Base ya pale Bahrain, ambayo ndio center muhimu, ndio moyo wa jeshi la Marekani katika upande wa wanamaji, pamoja na kwamba sasa hivi imeathirika kwa kiwango kikubwa kutokana na kwamba katika mlango bahari wa Hormuz hakuna meli ya kivita ambayo inaruhusiwa kupita katika mlango bahari wa Hormuz, hasa kutoka katika nchi kama ya Marekani bila kupata ruhusa kutoka katika nchi ya Iran, jambo ambalo limefanya kwamba meli za Marekani zimekuwa zinashindwa kutoka na zimekuwa zinashindwa kuingia kupitia katika mlango bahari wa Hormuz. Lakini unaposhambulia katika sehemu kama 50th Fleet Base, maana yake unashambulia katika center muhimu ambayo ndiyo moyo wa jeshi la wanamaji katika eneo la Mashariki ya Kati. Sasa plani ya nchi ya Iran ni kuhakikisha kwamba Marekani inaondoa jeshi lake katika eneo la Mashariki ya Kati. Panapokuwa na series ya mashambulizi ya mara kwa mara katika maeneo madogo madogo ndani ya nchi ya Iran, maanake hili linaipa green light Iran au inaipa ruhusa Iran kuweza kushambulia katika maeneo ambayo wenyewe wanaamini muhimu
ni maeneo muhimu, na moja katika maeneo ambayo ni muhimu ni katika bezi za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hivyo kuendelea kufanya mashambulizi kwa nchi ya Marekani kunaweza kukatoa taswira ya upande wa tactical level, lakini unapochukua aina ya majibizano au majibu yanayotoka katika upande wa nchi ya Iran, maana yake tunaweza tukaya-categorize au tukayagawanya katika upande wa strategic level, katika upande wa level ya kimkakati. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni pande mbili zinajaribu kutengeneza shape ya namna gani sehemu ya mazungumzo yao yanawezekana yakachukua muundo ambao utaleta faida aidha kwa Irani au katika upande wa Marekani, lakini tafsiri ya mwisho unayokuja kuipata ni kwamba level za mashambulizi manake hazifanani. Marekani mashambulizi yake manake yanakuwa categorized, yanaegemea zaidi katika upande wa level ya kimbinu, lakini haina athari kubwa katika upande wa level ya strategia. Labda kama aina ya mashambulizi hayo yangeweza kuleta msukumo katika upande wa namna gani wanaweza kukubaliana katika sehemu ya makubaliano ambayo yanaonekana kama hivi sasa kama yamesimama. Lakini katika upande wa Irani ni dhahiri kabisa au ni wazi kabisa kwamba sehemu ambazo wamekuwa wakizishambulia, licha ya kwamba aina ya mashambulizi yao yana lengo la kuhakikisha kwamba hawawi wanyonge katika sehemu ya makubaliano ambayo yanaonekana kama yamesimama kwa kiwango fulani, pamoja na kwamba Rais Donald Trump amekuwa akizungumza kwamba mazungumzo yamekuwa yakiendelea, lakini lengo la nchi ya Irani maana yake inaonekana kwamba ni kuendelea kumaintain nafasi yao katika sehemu ya mazungumzo, lakini vile vile kuendelea kuiathiri Marekani katika upande wa strategia ya eneo la Mashariki ya Kati. Hili ni jambo la kwanza ambalo tumekuwa tukiliona katika muundo wa namna gani wamekuwa wakishambuliana. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukiliona, tunaona kwamba Marekani na Irani kwa hivi sasa wameendelea kuvunja mwiko wa siku nyingi waliokuwa nao, kwa sababu kwa muda mwingi katika siku za nyuma kilichokuwa kinaonekana ni kwamba Iran walikuwa wakitumia zaidi wale proxies, tunasema vile vikundi kama Kataibu Hizbullah, vikundi kama Hizbullah, vikundi kama vya Houthi vilikuwa vikitumika zaidi katika upande wa advantage ya nchi ya Iran. Lakini vile vile Marekani mashambulizi yake yanaonekana kwamba katika miaka ya nyuma, kama alipouliwa ya General Qasim Suleiman, moja katika watu muhimu katika jeshi la nchi ya Iran, ambaye ndio kama architecture, ndio kama mchoraji wa mchoro wa vile vikundi ambavyo vimekuwa vikisapoti nchi ya Iran katika eneo la Mashariki ya Kati. Kuuliwa kwake unaona kwamba aliuliwa katika nchi ya Iraq, maana yake katika ardhi isiyokuwa ardhi ya nchi ya Iran. Kwa maana hiyo ni kwamba Marekani ilikuwa inaweza ikaleta madhara kwa nchi ya Iran kupitia au kwa kuegemeza mashambulizi yake katika sehemu ya vile vikundi ambavyo vinasapoti siasa ya nchi ya Iran. Lakini kwa hivi sasa inaonekana kwamba mwiko huo umevunjwa, na ndio maana kwamba Marekani imekuwa inaweza ikafanya mashambulizi directly katika nchi ya Iran, na Iran imekuwa ikifanya mashambulizi directly katika sehemu za center za nchi ya Marekani. Hili ni jambo ambalo vivyo tumekuwa tukiliona kwamba hivi sasa muundo wa mahusiano ya Irani na Marekani umeendelea kuchukua muundo mpya wa wao kuweza kukabiliana moja kwa moja, wakati mwingine bila kutumia wale proxies au vile vikundi vya katikati ambavyo vinaunga mkono upande aidha wa Irani au kinyume chake. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukiendelea kulitazama katika sehemu ya mvutano huu ni kwamba mpaka hivi sasa kile kinachoonekana ni kwamba Marekani inawezekana kwa mwenendo inayojaribu kwenda nayo, manake ni mwenendo actually wakati kwa kati, kwa kuzingatia kwamba Marekani hahitaji vita ilipuke moja kwa moja, kwa sababu haina faida kwake katika mazingira yalivyo hivi sasa. Lakini vile vile Marekani hahitaji amani ipatikane, kwa kuzingatia kwamba kadri mazungumzo ambavyo yamekuwa yakiendelea kuenda mbele na kukaribia kufikia katika kilele chake, pamekuwa kuna tendency au pamekuwa kuna tabia ya Marekani kuweza kuongeza baadhi ya masharti ambayo yamekuwa kwa upande mmoja au mwingine hayakubaliki katika upande mwingine. Kwa hiyo kile kinachoonekana ni kwamba mpaka sasa hivi ni kwamba Marekani, nchi ya Iran, ni katika hali ambayo haitambuliki kama ni hali ya vita wala haitambuliki kama ni hali ya amani. Katika mazingira namna hiyo, maana yake unaweza ukawalazimisha wa Irani kukaa katika mazingira ya sintofahamu ili mwisho wa siku waweze kukubaliana na kile ambacho wewe unakihitaji. Lakini katika upande wa nchi ya Irani, kile ambacho tunakiona mpaka sasa hivi ni kwamba takriban siku ya Alhamisi kwanza nyuma walijaribu kutoa
walijaribu kutuma message kwa Shehbaz Sharif, yule waziri mkuu wa nchi ya Pakistan, kulingana na mazingira ambayo Marekani wamejaribu kuyatengeneza ya kuwa katika hali ambayo haijulikani kama ni ya vita wala haijulikani kama ni ya amani. Walijaribu kutoa masharti matatu. Wakazungumza kwamba kwa mazingira yaliyoko hivi sasa kwamba Marekani wamekuwa wakifanya mashambulizi madogo madogo, lakini vile vile wamekuwa wakifanya blockade katika upande wa Ghuba ya Oman, kuzuia zile meli ambazo zinaingia na kutoka katika upande wa nchi ya Iran. Katika mazingira namna hii, maana yake ni kwamba Iran wanaweza wakajitoa, wakastopisha sehemu ya mazungumzo. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, ukiachilia mbali kustopisha sehemu ya mazungumzo, maana yake hatua inayofuata ni ya Iran kuweza kujitoa katika non proliferation treaty, ile NPT, ile mkataba ambao actually maana yake umeweka limitation kwa zile nchi ambazo zina kiwango kikubwa cha silaha za nyuklia kuweza kupunguza zile silaha za nyuklia, lakini zile ambazo hazina silaha za nyuklia maana yake kutojiingiza katika upande wa silaha za nyuklia. Katika mazingira namna hiyo, maana yake moja katika sharti la tatu ambalo kwa wamelijaribu kulitengeneza ni kwamba, la pili, kwamba kwa kuendelea kwa hali ya namna hiyo, maana yake inaweza kapelekea Iran ikajitoa katika mkataba husika, na katika mazingira namna hiyo maana yake wakakusudia kujitangaza kwamba wao ni nchi ambayo ina silaha za nyuklia. Jambo ambalo kwa upande mmoja au mwingine linaonekana kwamba lilijaribu kuirudisha nyuma kiasi fulani nchi ya Marekani, lakini kwa kile ambacho kimekuwa kinaendelea hivi karibuni, Marekani inaonekana kwamba wamekuwa wakiamini kwamba hali hii iliyopo sasa hivi inawezekana ikawa na manufaa kwao, lakini vile vile inaonekana kwamba bado wanaamini kwamba Iran wamekuwa wakiendelea kuishi katika fatwa ya Ali Khamenei, alikuwa kiongozi wa nchi ya Iran kabla ya mwanae Mujtaba Ali Khamenei, kwamba haifai kutengeneza silaha za nyuklia. Lakini kile ambacho tunakiona katika siku za usoni ni kwamba kuendelea kwa hali hii ya Marekani ya kufanya mashambulizi madogo madogo katika nchi ya Iran, sio tu kwamba itaathiri katika upande wa strategia ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini vile vile itabadilisha sera ya Iran kuhusiana na baadhi ya program ya nyuklia. Kile kinachoonekana wazi kabisa kama kuendelea kwa hali ya namna hii, maana yake ni kwamba kuna nafasi kubwa ya kuja kubadilisha sera ya nchi ya Iran katika upande wa nyuklia, kwa sababu stage waliokuwa wamefika mpaka sasa hivi ya kuwa na sehemu ya urutubishaji wa 60%, hiyo ndio tunasema kwamba kwa sababu kazi kubwa katika upande wa urutubishaji wa nyuklia, 90% ya kazi inafanyika baina ya 0% mpaka 20%. Maana yake ile uranium inapokuwa imerutubishwa mpaka kufika katika 20% au 21, hapo ndio 90% ya kazi yote inakuwa imefanyika. Kwa hiyo kufika mpaka katika 60%, hiyo ni sehemu ya 10% inayokuwa imebaki kuelekea katika 100%. Ina maana kufikia katika 60% au pale katika 60% waliokuwa nayo kuelekea katika 90% ambayo inatosha kuwa na kiasi cha uranium ambacho kina kuruhusu kuweza kutengeneza silaha, maana yake ni jambo ambalo wanaweza kulifanya ndani ya wiki moja au ndani ya wiki mbili, na hatuna hakika kama mpaka sasa hivi hilo jambo halijafanyika. Kwa hiyo kwa upande wa Marekani inaonekana kwamba hii situation ya kuwa katika hali ambayo haijulikani kwamba ni hali ya amani au ni hali ya vita, inawezekana wao wanaamini kwamba ina faida, lakini kiuhalisia katika muda unaokuja mbele inawezekana jambo hilo lisiwe na faida moja kwa moja katika upande wa nchi ya Marekani, kwa kuzingatia kwamba Iran inawezekana wakabadilisha doctrine yao wakaelekea katika kitu kingine ambacho ni kikubwa zaidi, na kikawa ni kitu ambacho hakiwezekani tena kuweza kuizuia Iran kutoka katika position ambayo wameishika. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukiendelea kulitazama kwa hivi sasa ni kwamba kadiri mazingira ambavyo yamekuwa yakiendelea, kwanza katika upande wa Lebanon, kwa maana kwamba Israel wamekuwa wakiendelea kufanya mashambulizi upande wa kusini mwa Lebanon, lakini vile vile hii hali ya Marekani kuwa katika hali ambayo wanajaribu kuweka pressure katika nchi ya Iran kama ya kuongeza vikwazo au kuendelea kufanya mashambulizi ili kuweza kuiathiri nchi ya Iran iweze kubaliana na nchi ya Marekani. Hili peke yake limekuwa likiendelea kuipa nguvu nchi ya Iran katika eneo la Mashariki ya Kati. Maanake limekuwa likitengeneza njia salama ya Iran kuweza kuproject power
kuendelea kutandaza ile sehemu ya nguvu yake katika eneo la Mashariki ya Kati. Na ndio maana unaweza kuona kwamba Iran kitendo cha kushambulia katika nchi ya Kuwait, maana yake usalama wa Kuwait hivi sasa lazima utahusianishwa na nchi ya Iran, kwamba sera ya nchi ya Iran dhidi ya Kuwait maana yake ni sehemu inayoweza kutengeneza usalama wa nchi ya Kuwait. Lakini vile vile mashambulizi ya Iran katika nchi kama ya Bahrain, maana yake ni kwamba sera ya kujilinda au ya usalama wa nchi ya Bahrain lazima kwa hivi sasa itafungamanishwa na nchi ya Iran, kwa maana kwamba moja katika nchi ambayo iko wazi kabisa inaweza ikafanya mashambulizi ndani ya Kuwait, ikafanya mashambulizi ndani ya Bahrain, automatically ni nchi ya Iran. Na katika mazingira namna hiyo, maana yake kuzingatia kwamba nchi zenyewe kama hizo Bahrain, Kuwait ni nchi ambazo ni nchi ndogo, kwa maana kwamba nguvu yake sio kubwa kijeshi, lakini vile vile hata maeneo yake ni maeneo madogo. Mwisho wa siku pressure inapozidi kuwa kubwa, maana yake ni kwamba wanaweza wakalazimika kuingia katika ile non-aggression pact, makubaliano yale kwamba ya kuondoa uhasama baina ya nchi husika labda na nchi ya Iran, jambo ambalo mwisho wa siku halina faida kwa nchi ya Marekani, kwa sababu Marekani kwa muda mrefu amekuwa au aliweza kuziaminisha nchi za Mashariki ya Kati kwamba usalama wake zinategemea kutoka katika nchi ya Marekani, na ndio asili ya kuwepo zile bezi katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini sasa Iran inapokuwa ina uwezo wa kuproject power yake ya kutandaza ile nguvu yake katika nchi ya Kuwait, katika nchi ya Bahrain, katika nchi ya Qatar, katika nchi zingine za eneo la Mashariki ya Kati, Saudia na mfano wake, mwisho wa siku nchi hizi ndio maana zinakuja kulazimika kufikiria kuingia katika sehemu ya makubaliano na nchi ya Iran ili kuweza kuondoa sehemu ya uhasama. Na unapokuja kuingia katika makubaliano ya namna hii ya kuweza kuondoa sehemu ya uhasama, maana yake ni kwamba umekubali au umeadmit moja kwa moja kwamba Marekani hawezi kukulinda. Marekani hawezi kuzilinda nchi za Mashariki ya Kati, na ndio maana zinalazimika ziweze kuenda kuongea na nchi ya Iran kwamba kuanzia sasa hivi tuondoe uhasama baina yetu, kwa sababu katika siku za nyuma uwepo wa Marekani ulikuwa unatosha kuonyesha ishara kwamba Iran hawezi kushambulia katika zile nchi. Lakini kwa hivi sasa, kutokana na series ya mazingira ambayo Marekani wameyatengeneza ya kwamba wao na Iran hawajulikani wapo katika hali ya amani au hawajulikani wapo katika hali ya vita, maanake hii ni njia safi au ni njia iliyonyooka ya kuifanya Iran iweze kuongeza au kutandaza ile sehemu ya nguvu yake katika eneo la Mashariki ya Kati, kiasi ambacho kwamba nchi yote eneo la Mashariki ya Kati inapozungumzia swala la amani, maana yake ni lazima ifikirie ni namna gani inaweza ikadili na nchi ya Iran, jambo ambalo bila shaka halina faida kwa nchi ya Marekani, halina faida kabisa katika nchi ya Marekani. Kwa hiyo kiuhalisia ni sehemu ya mazingira ambayo yamekuwa yakijitokeza hivi sasa katika sehemu ya mvutano baina nchi ya Marekani na nchi ya Iran, kwamba ni mvutano ambao sasa hivi umetengenezwa, upo katika pande mbili. Upande mmoja unajaribu kutazama maslahi yake, lakini katika tactical level ambao ni nchi ya Marekani, lakini katika upande wa Iran ni nchi ambayo inajaribu kutazama maslahi yake, lakini yenye kutazama zaidi katika upande wa strategic level, maana yake ipo katika level ya kimkakati ambayo inaweza kuwa na madhara moja kwa moja katika nchi ya Marekani, lakini ikawa na faida katika nchi ya Iran. Na ndio maana tunaona kwamba mwisho wa siku, kadri siku inavyozidi kwenda, maana yake ni kwamba pamoja na kwamba tutakuwa kuna ripoti ya kwamba kumeshambuliwa sehemu fulani na sehemu fulani, lakini ukiangalia ile athari ya kiujumla, eneo la Mashariki ya Kati, swala la usalama wake, swala la ustawi wake kwa hivi sasa litategemea zaidi na sera za nchi ya Iran. Na katika mazingira namna hiyo, maana yake ni kwamba hilo peke yake linazisukuma nchi za eneo la Mashariki ya Kati kuanza kufikiria njia mbadala ya wao kuweza kuishi bila kuitumia nchi ya Marekani. Na ndio maana unaweza kuona kwamba sasa hivi kuna majadiliano ya nchi kama za Egypt, nchi kama za Saudi Arabia, nchi kama za Pakistan, nchi kama za Uturuki kuweza kutengeneza ushirika wao wa namna gani wanaweza kujihami. Yote hii ni kuonyesha ni sehemu ya udhaifu wa nchi ya Marekani, kwa kuzingatia kwamba Marekani wao ndio walikuwa wamecontrol ile sehemu yote eneo la Mashariki ya Kati, na hakuna mtu alikuwa anahitaji kufanya ushirikiano na Pakistan au kufanya ushirikiano na nchi ya Uturuki. Lakini kwa mazingira yaliyopo, maana yake ndio maana limekuwa linasukumwa hilo la hivi sasa la kuona ni namna gani wanaweza kutengeneza ushirikiano wa kujihami pasi na kuihusisha nchi ya Marekani, au hata kama Marekani ipo lakini wakatengeneza namna nyingine ya wao kuweza kujihami, kwa kuzingatia kwamba hivi sasa nchi ya Marekani hatuwezi kuiamini kwa 100%, kwa sababu
Iran wamekuwa wakifanya mashambulizi na Marekani wamekuwa hawana uwezo wa kusema kwamba watazuia Iran wasiweze kufanya mashambulizi, pamoja na kwamba wana vifaa ambavyo vimekuwa vinaweza kufanya zile interception, kuangusha baadhi ya makombora na mfano wake, lakini ile athari tu kutokea ya Iran kuweza kushambulia katika baadhi ya maeneo ambayo yanaonekana kwamba yalikuwa chini ya ulinzi wa nchi ya Marekani, hili peke yake limekuwa likiendelea kuonyesha udhaifu mkubwa katika upande wa strategia ya nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini jambo la mwisho ambao vivyo tumekuwa tukiendelea kulitazama ni namna gani jambo hili linaweza likahitimika, yani kwamba katika upande wa Marekani na katika upande wa Irani namna gani unaweza kulihitimisha jambo lao. Katika upande wa nchi ya Marekani, kile kinachoonekana vita ya eneo la Mashariki ya Kati au vita ya Iran, manake sio vita maarufu, haijapata umaarufu wala haijapata support, na ndio maana kauli ambazo zimekuwa zikiendelea kuzungumzwa mpaka hivi sasa ni kauli za kuonyesha kwamba vita imekwisha, na hii inathibitishwa na kauli ya Marco Rubio katika siku ya jana alipokuwa anahojiwa katika Senate ya Marekani kuhusiana na mambo mengi, lakini mojawapo ilikuwa ni issue ya nchi ya Iran. Alipoulizwa kwamba vita inaendelea au vita imesimama, kauli yake ilikuwa ni wazi kwamba vita hivi sasa imesimama. Kusimama kwake inawezekana ikawa kwa kipindi, kwa kuzingatia kwamba rais wa nchi ya Marekani ana nafasi ya kuweza kuruhusu kuingia katika ile special operation kwa muda wa siku kadhaa, takriban kama isizidi siku 60 kulingana na katiba yao jinsi ilivyo ya nchi ya Marekani. Kwa hivyo ukichukua kauli hii ya Marco Rubio ambayo inaashiria kwamba vita imekwisha au ile special operation yao katika eneo la Mashariki ya Kati imekwisha, lakini wakati huo huo Rais Donald Trump amekuwa akizungumza akiashiria kwamba mlango bahari wa Hormuz hata kama utafungwa mpaka mwezi wa 9, bado patakuwa kuna nafasi ya kuweza kutafuta njia ya kuweza kufanya ukawa uko wazi. Hili linatupa shaka kwamba inawezekana kwamba hichi kipindi cha katikati kuingia katika World Cup na siku kadhaa mbele, inawezekana zikaonekana kwamba zinaweza, au hali ya eneo kama la mlango bahari wa Hormuz inawezekana likabaki katika hali ya namna hii ya kuwa haijulikani. Nchi kama ya Iran na Marekani wapo katika vita, wapo katika hali ya amani, na kisha baadaye ikatumika staili ya namna nyingine ya kuhakikisha kwamba mlango bahari wa Hormuz unakuwa uko wazi, jambo ambalo bado pia tunaamini kwamba hata kama itatumika njia kama ya nguvu ya kutaka kwamba mlango bahari wa Hormuz ubaki kuwa wazi, inawezekana kwamba lisiwe na faida kubwa sana katika upande wa Marekani, pamoja na kwamba ziko nchi nyingi especially nchi za Ulaya zimekuwa zikijaribu kutengeneza coordination ya kutengeneza umoja wa nchi tofauti tofauti ili waweze kuleta meli zao kwa lengo la kufungua mlango bahari wa Hormuz. Pamoja na hilo, bado tunaamini kwamba namna ya kuweza kufanikiwa inawezekana ikawa ni jambo gumu, isipokuwa njia nyepesi ni njia ya kidiplomasia ndio inaweza ikasaidia kuweza kuondoa sintofahamu hii, pamoja na kwamba inawezekana isiwe na faida kwa 100% kwa nchi ya Marekani, kwa kuzingatia kwamba Marekani lengo lake kubwa ni kuhakikisha kwamba masharti ambayo wenyewe wanayaweka ndiyo hayo yaweze kutawalia sehemu ya makubaliano na nchi ya Iran. Lakini wakati huo vile vile nchi ya Iran haiamini hivyo, inaamini kwamba swala la makubaliano yoyote baina yake na Marekani ni swala la win to win business. Maanake upande mmoja unaweza kunufaika na vitu fulani na upande mwingine unaweza kunufaika na vitu fulani, na sio upande mmoja kuweza kudictate zile terms au kuweza kutawalia yale masharti ya sehemu ya makubaliano. Lakini kiujumla, pamoja na mkusanyiko wa mambo yote, bado tuna muda wa kuendelea kulitazama jambo hili, na tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa, ni kuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na ni kuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.